Asante Mheshimiwa Naibu wa Spika. Mimi kwanza kabisa nianze kuunga mkono hoja iliyopo mezani. Mheshimiwa Naibu wa Spika, maana leo nimesema leo nalichangira kuhusu barabara ya Bigwa Kisaki, na leo nalichangira kuhusu bajeti ya kuhusu game. Nasemaje kwa Kizungu au kwa Kisukuma wataniambia baadaye. Kwa kusema ukweli, Mheshimiwa Naibu wa Spika, miaka mitano sisi tumekuwa tukizungumzia kuhusu michezo ya kubashiri na ile 5%. Mheshimiwa Naibu wa Spika, hii wizara ya michezo ili iweze kujibeba, amezungumza mwenyekiti wangu wa kamati pale, amesema kuna pesa ya 5% ambayo inakwenda kwenye game board. Lakini leo hii kila siku tukisimama tunasema. Mheshimiwa Waziri wa Fedha, kwanza sisi tunakupongeza kwa sababu kwenye iko kiti umeenea. Mheshimiwa Waziri wa Fedha, kwa upya wako ulionao tunaamini kwamba utafika mbali, na una kitu ndani yako babangu wa jina wangu, utafika mbali. Mheshimiwa Waziri wa Fedha, hili swala la hii 5% ya game board naomba utuletee kwenye wizara yetu ya michezo na uisimamie. Wanasema inakuja haiji. Shida iko wapi? Sasa leo hii tuko na wewe mtu wa viwango kwenye macho ya sisi masharifu, tunakuona utafika mbali, tunakwambia tena nenda kasimamie 5% ije kutoka game board, ije kwenye wizara ya michezo iweze kujisimamia vizuri. Mheshimiwa Waziri wa Michezo, Waziri wa Fedha, leo nipende kukupongeza wewe na kumpongeza kaka yangu Kitila Mkumbo. Maendeleo yanakuja na miundombinu, lakini kabla sijafika huko, sisi wote hapa tunajua heshima ya mwenge wa Jamhuri, mwenge wa uhuru, na tumesema sisi tunajua kijijini mwenge ukipita maana yake ni faraja. Lakini tuwe wawazi, sisi wakazi wa Morogoro vijijini, mwenge umepita, lakini kilichotokea kwenye barabara yetu ya Bigwa Kisaki, tunajua mwenge ukipita basi hata unachonga barabara. Mheshimiwa Waziri wa Fedha, hali ya wananchi wa Morogoro vijijini, ile barabara ni mbaya, barabara inatia aibu. Mimi leo ninajitolea Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Naibu Spika, Mheshimiwa Waziri wa Fedha, unigee wataalamu wako, nitawagharamia kwa pesa yangu, twende wakaone hadha tunayoipata, ili ikifika muda wa kusaini pesa inayokwenda kujenga Bigwa Kisaki waumie. Wao wameumia. Hatuwezi kuwa kila siku tunapitisha bajeti hapa, wananchi wa kijijini wanafurahia bajeti imepita, alafu mchere hauji kijijini kwetu. Ule mchere tunausainisha hapa kwa bajeti ya barabara ya Bigwa Kisaki unakwenda wapi? Unasema mtu mpaka unashangaa, hao wananisikiliza au wanatukulia poa? Lakini nilipoona hata mwenge unapita na bado hawajachonga bado mashimo, kwamba hatuchukuliwi poa sisi tu, mpaka mwenge mnaudharau. Ikifika hatua wanaudharau mpaka mwenge, wanashindwa hata kuchonga, mnashindwa kutuletea lami, mnashindwa kuchonga barabara ya Bigwa Kisaki, mwenge unapita. Aibu hii itaisha lini? Mheshimiwa Naibu Spika, leo hii nasema kwa uchungu kwa sababu tumechoka kupata aibu, na hii aibu itaisha lini? Kila siku nikisimama hapa naongea neno moja tu, yule mbunge hajui kuongea, naweza kuongea. Wananchi wanataka barabara, au mingine nitaongea mkileta barabara. Hatuwezi
hatuwezi kusimama tunaongea neno moja bio Kisaki. Kuna waheshimiwa humu wamefuta jina langu Babu Tale wananisema bio Kisaki. Aibu. Mheshimiwa Waziri wa Fedha, mimi nakuona utafika mbali na kuongezea ili ufike mbali zaidi. Ikija bajeti kwenye meza yako ya kuandika saini ya kupeleka pesa kwenye barabara ya bio Kisaki, saini haraka ije. Na hii haumsaidii tu Ulega, unasaidia Wizara ya Ujenzi, lakini unawasaidia wananchi wa Morogoro vijijini. Unazungumzia maendeleo hapa, 70% ya matunda yanayolika Dar es Salaam yanatoka kwetu. Amezungumza ndugu yangu jana pale Zuberi Mfaume, sisi ndio wazalishaji wakubwa wa spice nchini, inatoka kwetu Morogoro vijijini. Leo hii ukizungumzia pesa inayopotea, kuna mwekezaji anakuja kwenye mashimo yale. Mfano wa mashimo yale, gari inapita chini, mtoto anajificha chini na aumii. Hatuoni aibu? Nchi hii kila siku mtu anasimama anazungumzia moja. Naongea ndugu yangu hapa Abujosa juzi, bwana umesainia barabara, umepata mchele, ambia tuombe Mungu. Tunaomba Mungu kwenye bajeti, tunasema wenyewe. Bajeti tunazungumza wenyewe kwamba watu wanataka maendeleo. Maendeleo yanakuja na nini? Tuwe wa kweli sisi hapa. Sisi sio watu wa kusema tu ya mambo yasiyowezekana. Hili tunaamini linawezekana. Kwenye wizara hii, kwa waziri wewe, tunaamini unaweza. Tutoe kwenye hii aibu. Barabara tumesaini tangu mwaka 2023-24. Mkandarasi kapewa bilioni 4 kachimba. Anakata miti tu kule. Anataka pesa yake itimie, asilete sababu zingine. Tunakwenda juzi kwenye barabara ya Kinole, mimi gari yangu mpya na imevunjika shoka zote. Sasa tunakuwa tunanunua shoka putna. Leo hii wale wakimbiza mwenge jana tumewaacha Tanga, wanatembea kwa sababu nimewasainisha wafanyakazi miezi kadhaa. Lakini balaa tuliyowapa kule Morogoro vijijini, wote wale viuno vinauma. Ndio maana wakati nasimama nimesema leo nalichangira. Labda nikisema kwa lugha kukandamiza ndio mtanielewa. Tunaposema imebidi niseme leo nalichangira. Kwa nini? Kwa sababu haiwezekani. Tunaomba kitu kimoja mara zote, na hizi kama sisikilizwi. Sijaja hapa tu kama mwakilishi, nimekuja kama watu wa Morogoro vijijini. Tumechoshwa na kuomba jambo moja. Mheshimiwa Waziri wa Fedha, sisi tunakupitishia bajeti hii na wewe tukuombe, ikija swala la bio Kisaki, saini pesa, toa. Maana unamfuata Ulega kila siku tunamwomba barabara, anatia taumu. Tumemfuata naibu waziri wake imekanasa kwenye matope. Basi awachana nao, tufikirie sisi ambao tunalisha watu wa Dar es Salaam, wote wanakunywa juisi kwa ajili yetu. Asante sana Mheshimiwa. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kuyasema haya machache na kwa uchungu mkubwa, naunga mkono hoja. Asante sana.